Nataka nisikie kutoka kwako ni kwa namna gani atakwenda kuisaidia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, umri wake, lakini pia timu anayokwenda na ukitazama wachezaji ambao wanasajiliwa kwenye hiyo timu. Kevin Nation, je, nini hasa ambacho anakwenda kuwasaidia mabingwa hao wa pale mitaa ya Msimbazi? Of course, watu wengi wanazungumza kumuhusu Kevin Nation. Wengine wanazungumza kwa mazuri, lakini wengine wanazungumza kwa mabaya. Lakini huu usajili ni win-win situation, kwa maana Simba wanaenda kufanikiwa, lakini Kevin Nation pia anaenda kufanikiwa kwenye kupandisha CV yake, lakini pia kwenye kumfanya kuwa mchezaji mkubwa licha ya makubwa ambayo amekuwa nayo. Wengi tumeanza kumfuatilia Kevin Nation wakati wale Serengeti Boys akiwa na Kibwana, Dickson Job pamoja na wachezaji wengine katika kipindi kile. Ilikuwa ni moja ya potential kubwa sana ambao kama angemaliza career yake pasi na kucheza Simba, Yanga ama Azam ama kutoka nje, basi kwangu mimi ingekuwa ni kitu ambacho ningesema mpira haujatenda haki. Lakini kila ambacho kimetokea ni kitu kizuri sana. Nihakikishe tu kwamba Kevin Nation, watu ambao wanazungumza kwamba anaenda Simba atapewa nafasi na kadhalika, rekodi zinaonyesha kwamba kuna maeneo ukienda katika klabu ya Simba ni rahisi sana wewe kuweza kupata nafasi, hasa kwenye eneo la kiungo mkabaji. Muzamiru Yasin tangu alipokuja Simba umeona hadi anaagwa, ni sehemu ambayo alikuwa akipata nafasi. Jonas Gerard Mkude amekuwa akipata nafasi. Leo hii tunamtaja Yusuf Kagoma kwa sababu ni maeneo ambayo wachezaji wengi wenye asili ya Kitanzania huwa ni kama eneo lao la kujidai, kama ilivyokuwa kwa beki wa kati na kikosi cha Young Africans. Simba wamemsajili Kevin Nation kuja kumpunguzia muda wa kucheza Yusuf Ali Kagoma kwenye umri wa miaka 30, anaenda 31 kwa maana Yusuf Kagoma. Kevin Nation katika umri wa miaka 25. Kwa hiyo kuna baadhi ya mechi unaona kabisa Yusuf Kagoma amechoka, alafu unaangalia bench unaona wachezaji waliopo ni box to box midfield, kwa maana hakuna ule namba 6 ambaye anaweza kwenda kuhimili mikiki ama kwenda kufiti mfumo wa coach. Ndio hivyo unaona mifumo inaanza kubadilika. Lakini kwa Kevin Nation kuna baadhi ya mechi atakuwa anaingia yeye kwenda kuhudumu kwenye hiyo nafasi. Kuhusu uwezo wake, ni mchezaji mzuri, ameprove akiwa Pamba Jiji, kwa hiyo lakini pia ameprove akiwa na timu ya taifa kwa maana Serengeti Boys. Kwa hiyo ni usajili mzuri sana kwa klabu ya Simba. Lakini kuhusu kupata nafasi, kwangu mimi naamini anayo nafasi ya yeye kuweza kupata nafasi kwenye hicho kikosi, kwa sababu Yusuf Kagoma pia anahitaji muda yeye kupumzika. Lakini pia michuano ipo mingi, kama utopata nafasi NBC au utopata nafasi CAF, lakini kuna michuano kuna hii ambayo inaenda kuanza wiki ijayo kwa maana Kagame Cup. Anaweza pia kuanzia pale akamuonyesha kocha Steve Barker yeye ni mchezaji wa aina gani. Lakini ukitoka hapo kuna Mapinduzi Cup, lakini pia kuna kombe la Muungano, kuna kombe la AFO. Yuko kote anaweza akapata nafasi na kumhakikishia mwalimu kwamba anao uwezo wa kuingia, kwa sababu hata msimu huu wakati anakuja Alassane Modo Kante, kuna kina Nabi Kamara pale, kuna Nio Maema na baadhi ya wachezaji wengi ambao walikuwepo. Wengi walikuwa wanaamini kwamba Yusuf Ali Kagoma anaweza asipate nafasi kwa sababu wapo wachezaji ambao ni foreigner, lakini bado Yusuf Kagoma akaendelea kumuonyesha mwalimu na akaendelea kupata nafasi. Kwa hiyo kwangu mimi Kevin Nation, kama kile ambacho amekionyesha akiwa Pamba Jiji atakibeba na kuja nacho katika kosi cha Simba Sports Club, basi inaweza ikawa ni alam kubwa kwake yeye, na pengine labda inaweza ikamfanya yeye kuendelea pia kujifunza kutoka kwa kina Yusuf Kagoma na baadhi ya wachezaji ambao watasajiliwa, na baadaye yeye kuwa tegemezi kwenye eneo la kiungo, kwa sababu Simoni Yusuf Kagoma akikaa zaidi ya misimu mitatu katika kosi cha Simba. Kwa hiyo yeye kama akiingia akaonyesha ubora wake, itakuwa ni Simba wamefanya repress nzuri ambayo itakuwa inaendelea kuja kujifunza na kuendelea, kwa sababu hata Yusuf Kagoma alipokuja alikuta pale kina Mzamiru Yasin, ingawaje baadaye akaondoka kwa mkopo, lakini huyu anaondoka uti yale ameandaliwa, anakuja anachukua nafasi. Kwa hiyo tusubiri tuone nini hasa ambacho atakuja kuonyesha, lakini kuhusu uwezo na ubora, ni mchezaji mzuri sana na atafanya kikubwa katika kosi cha Simba, hasa
katika hii michuano midogo ambayo alikuwa analazimika kucheza Yusuf Kagoma, lakini sasa hivi atapumzika. Kwa hiyo Yusuf Kagoma energy yake ataitunza katika michuano hii mingine, na michuano mingine atatumika yeye kwa maana Kevin Nation. Lakini yote kwa yote, Katalambula Yusufu, usajili ni jambo kubwa kwenye timu, na kulingana na ripoti usajili wa Yusuf Kagoma kwa mujibu wa vyanzo vyako, mara mengi tuliyazungumza. Je, ni pendekezo la mwalimu Steven Baka ama ni pendekezo la uongozi? Timu zetu zimekuwa pia zikisajili kwa pendekezo lao, wakisema kwamba wao ndo wanazijua timu zao. Yes. Lakini pia kuna zile pendekezo za mwalimu ambayo yupo kwenye klabu, yeye anapendekeza kwa ajili ya kuwatumia wachezaji kufikisha malengo yake chanya kwenye klabu husika. Mimi nipo tofauti sana. Mimi waga sipendagi kuamini kile ambacho kinazungumzwa na watu wengine. Sawa. Huwa nina misimamo yangu. Ndio. Siamini na sijawahi kuamini kwamba hawa wachezaji wa ndani huwa anakuaga ni mapendekezo ya makocha. Kwangu mimi waga napingaga sana hicho kitu. Ninachoamini mimi, wachezaji wengi wa nje ndo mara nyingi wanakuaga pendekezo la mwalimu. Anicet Oura, lakini pia ukimwangalia mchezaji kama Ismail Tule, ni wachezaji ambao waliwahi kupita Stellenbosch na kocha Steve Baka amewahi kufanya nao kazi. Ukiniambia ile alikuwa chaguo lake naweza nikakuamini, lakini ukiniambia Kevin Nation ni mchezaji ambaye alimtaka Steve Baka, kwangu mimi napata ukakasi, kwa sababu story yake ya Kevin Nation kuhitajika Simba ilianza tangu Simba ikiwa chini ya Fadlu Davids. Sasa kinyambia Steve Baka ndo kamuhitaji, sasa amemhitaji akiwa yupo Stellenbosch, ni kitu ambacho napata ukakasi. Na wakati mwingine mimi naamini Simba wamejifunza mengi kutoka kwa Steve kwa Fadlu Davids. Fadlu Davids kuna wachezaji ambao yeye aliwahitaji, alafu hakukaa nao, akapata ofa, akaondoka, wachezaji wale wakabaki. Unaweza ukasema mzigo ama la, vyovyote vile ambavyo unaweza ukazungumza, kwa sababu kuna mchezaji ambaye Simba walikuwa tayari wameshamalizana naye kila kitu, ziliandaliwa hadi posta zake kwamba huyu ni mchezaji wa Simba, lakini Steve Baka akamkataa, akamtaka Anthony Mligo kwa maana eneo la fullback ya kushoto. Simba akamsikiliza, kaja Anthony Mligo. Leo hii unazungumza kwamba kocha ameondoka, mchezaji amwacha. Kwa hiyo si kwa asilimia zote uongozi unatakiwa kumsikiliza kocha, kwa sababu hao makocha anakuja na kuondoka. Kwa hiyo leo hii ukimpa 100% mwalimu, yeye ndo apendekeze wachezaji, alafu mwalimu mwenyewe unakuta hamuna uhakika naye, anakaa muda mchache anaondoka, wala wachezaji wanabaki, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwangu mimi, labda kama watakuja kuthibitisha wenyewe uongozi, lakini haya ambao anazungumzwa sidhani kama Kevin Nation ilikuwa ni chaguo la kocha Steve Baka. Mimi naamini tu ni chaguo la uongozi. Sawa, tuweke nukta hapo, na hapo ndiko ambako tunasema inatosha kweli kweli. Tulizungumza mengi na mazuri juu ya kijana huyu Kevin Nation, lakini sasa tumekuja tu kuwapatia risiti ya kwamba kaini mkao wa kula yale tulikuwa tunayazungumza na kwenda kutimia mdogo mdogo. Tunaposema tuko serious na tuchekeshi kwenye tetesi tunamaanisha hivyo, ndivyo ambavyo tunatamba kweli kweli. Na mimi sina la ziada, nilikuwa naye Katalambula Yusufu, kabla mwite mzee wa Katalawati ama mzee wa mambo vipi. Mimi naitwa Cisco, nyuma ya kamera Anko Vuma Zela Busara. Pongezi kwake nani Diego Mata Shibabo, protocol master, na mambo yamekwenda vizuri kweli kweli kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na mimi niseme tu wailalika, maasalam.